Leo tunaadhimisha kumbukumbu ya watakatifu Korneli Papa na Spiriano askofu mashahidi. Tunaalikwa leo kutafakari kuhusu nafasi ya huruma katika maisha yetu. Katika somo la Injili tunakumbushwa kwamba huruma ya Mungu inaweza kugeuza hata kifo chenyewe. Huruma, tumaini na imani ya watu waliokuwa wanasafiri pamoja na Yesu ilimwezesha Yesu kuonyesha ukuu wake wa kimungu kwa kumfufua yule mtoto wa pekee wa yule binti wa Naini. Kuna njia nyingi za kutenda na kuwezesha neema za Mungu kutendeka katika maisha yetu. Njia moja ya kufanya hivyo ni kukua katika huruma kwa wengine na kumtumaini Mungu. Tunaposhuhudia mateso ya wengine au watu wanaoumizwa, kwa mfano kama jana wengine mtakuwa mmeona kwenye vyombo vya habari, watu kadhaa walipigwa vibaya na polisi. Polisi walikuwa wanapiga watu kama wanaua nyoka. Kitendo kama hicho kikigusa, ukawa na huruma, ukaguswa kwa hurumia na kudhihirisha tumaini katika uwezo wa Mungu wa kuokoa na bila kukata tamaa, basi tunaweza kumruhusu Mungu akatenda. Tukiwa na subira na imani na kumjongea Mungu kwa imani hiyo, Mungu hatachelea kutenda wakati wa mwafaka. Huruma yetu takatifu, tumaini na imani hufanya kama sala ambayo Mungu hujibu kila wakati. Umati unaoandamana na Yesu kupitia kijiji cha Naini unaonekana katika huruma yao hii. Walitenda namna hii, walisukumwa na ushuhuda wao pia ulimfanya Yesu kuonyesha makuu. Sisi nasi pia lazima tuende kama waombezi kwa ajili ya wengine kwa njia hiyo hiyo. Pengine leo kila mmoja wetu angeweza kujiuliza swali hili kama zoezi la kiroho. Je, kuna mtu yeyote ambaye Mungu anataka umtambue na umuonee huruma? Moyo wako wenye huruma unapowatambua wale wanaohitaji huruma yako, jifungue pia kwa zawadi ya matumaini isiyo ya kawaida. Uwe na tumaini la kimungu kwamba Mungu atawaokoa. Unapofanya hivyo, ruhusu tumaini hilo kudhihirisha imani katika Mungu na kutoa huruma. Tumaini na imani hiyo kwa Mungu kama maombi yako ya wale wanaohitaji. Basi wote tusali, tumwombe Mungu ambaye ni mwingi wa huruma aweze kuangalia mioyo yetu na mahitaji yetu. Atupe moyo wa huruma ya kweli ili tuwaone wanaohitaji. Na tunapofanya hivyo, tujaze matumaini na imani kwamba matumaini yetu, maombezi yetu, Mungu hatachelea kutenda wakati wa mwafaka wake. Kwa kuwa sisi ni dhaifu, mara nyingi tunaelekea kukata tamaa na tunashindwa kuruhusu mioyo yetu iwe na huruma, basi tuanze kwa kuomba msamaha kwa Mungu.